Tunaendelea na Mheshimiwa Zahor Mohamed Haji, atafuatiwa na Mheshimiwa Janet Elias Mahawanga na Mheshimiwa Daktari Oscar Ishengoma Kikoyo ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikushukuru kwa kunipa nafasi. Lakini naomba nianze kwanza Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuunga mkono hoja ya wizara hii ambayo kwa kweli imefanya kazi kubwa kwenye kuandaa bajeti hii. Naomba nishukuru sana. Lakini nimshukuru kwa pekee Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutafakari, kuona na kuamua kwamba hii ni wizara muhimu badala ya kuwa ni idara, kuwa wizara muhimu ambayo ndiyo kiini na ndiyo nguzo yetu kama taifa na kama serikali. Kwa naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa hili. Haya ni maono makubwa sana. Pamoja na kwamba nyuma ilikuwepo, lakini kuanzishwa kwake tena manake ni kuona umuhimu wa wizara hii. Lakini sio hilo tu, na kuona ni wataalamu gani wanaweza wakatusaidia ili kutuondoa tulipo na kutufikisha mbali zaidi. Sasa naomba nimshukuru Mheshimiwa Waziri pamoja na wataalamu wake, kwa kweli wameanza vizuri, na mimi kama miongoni mwa wabunge napenda niwapongeze sana kwenye hili. Lakini sio hilo tu, kuteuliwa na kuanza kufanya kazi, kwa sababu wanasema unaanguka alafu unakwenda mbio. Mheshimiwa Waziri, naomba nikupongeze sana kwa sababu hii ni kazi kubwa. Amesema daktari pale kwamba unatua alafu unakwenda mbio, na nyinyi mmekuja na kukamata mipango hii ambayo kwa kweli leo inaonekana kabisa ni mipango ambayo imeamua kulisaidia taifa. Kazi yenu ni kubwa. Sasa ukienda kwenye mpango wenu wa maendeleo pale, Mheshimiwa Mwenyekiti, unakuta kwamba kuna miradi 9711. Katika miradi hii, miradi 17 ni miradi ya kielelezo yenye kulenga kuchochea kasi ya ukuaji wa uchumi na ustawi wa jamii. Mheshimiwa Waziri, naomba nikupongeze sababu hii sio miradi midogo, ni miradi 9711. Manake nini? Manake kwamba taifa sasa limeamua kukimbia kwa kasi, na nyinyi wataalamu wetu mmekubali kabisa kuifanya kazi hii. Lakini sio hiyo tu, manake mmekubali sasa kutekeleza ilani ya chama chetu, lakini vile vile kutekeleza mpango wa taifa wa miaka mitano 2021 hadi 2025-26. Hii ni kazi kubwa sana, na tumeona matokeo pale. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba unikubalie kidogo ninukuu ili iweze kwenda kwenye vichwa vya watu vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2019-20 kwenye uzalishaji wa umeme tulikuwa na megawati 1602, lakini leo tuna 3077 ambao ni ongezeko la 63%. Hii ni kazi kubwa sana. Lakini mmekwenda kwenye mradi wa umeme vijijini, tumetoka 8587 mpaka 12318 ambao ni 100% ya ongezeko. Mheshimiwa Waziri, hii ni kazi kubwa sana. Upatikanaji wa huduma za maji vijijini tumekwenda kuongeza 94% kutoka 70 mpaka 85. Mheshimiwa, hili ni ongezeko kubwa ambalo serikali hatuna haja kujificha, lazima tuipongeze kwa kazi kubwa sana. Uwekezaji kwenye TIC kutoka miradi 207 mpaka 600, ongezeko la 150%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hili serikali lazima tuipe pongezi, lakini tuombe iendelee kwa sababu sisi tunahitaji kutoka hapa. Lakini kwa maana hiyo hiyo naomba niipongeze wizara kwa usikivu. Mwaka jana, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuliwaomba wataalamu wetu waanze kujiandaa ili tuondoke kwenye mfumo wa madeni makubwa. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, wamekuja na mpango mzuri ambao mimi ninafarijika kwamba wamesema katika bajeti ya mwaka 2025-2026 wanakubali kutenga shilingi bilioni 19,471.41 sawa na ongezeko la 34%, ambayo katika hiyo fedha ya ndani ni bilioni 13,320.51, lakini fedha za nje ni 6,150. Mheshimiwa Mwenyekiti,
ukipanga kwa hesabu za haraka haraka, maanake nyongeza hii serikali inakwenda kuondokana na utegemezi kwa 68%. Mheshimiwa Waziri, hongera sana, na naamini sana kwa jinsi ambavyo mmejipanga mtakubali kuendeleza jitihada hizi ili tufikie mahala tuondoke kwenye hii 32 ya utegemezi ya mikopo, turudi sasa angalau ibaki ile ya kawaida kati ya 5 mpaka 10. Lengo tuweze kujitegemea kama taifa, kwa sababu uwezo huo tunao, rasilimali tunazo, lakini wataalamu wetu mnao. Kwa hiyo naamini kwamba kwa jitihada zenu na kwa kuelewa kwamba jukumu lenu ni kuiondoa taifa hili kwenye mikopo chechefu, kulifanya taifa hili liweze kujitegemea, mimi ninaamini kwanza tutafika vizuri, na ninaamini si kipindi kirefu kijacho mtatuambia kwamba taifa letu ni baada ya muda gani tutaondokana na mikopo. Na sababu kubwa ya msingi, Mheshimiwa Mwenyekiti, dunia imeanza kuondoka kwenye hoja ya kukopa na kukopesha. Sasa hivi dunia kila mtu anajipanga yeye kama yeye atajitegemea vipi, kwa sababu mmeona hapa wameanza kujitoa kwenye miradi mbalimbali. Sasa wanakuja kwenye taifa moja moja. Sasa sisi tujiandae, kwa sababu nina hakika hao watu watatuacha mkono sio siku nyingi zijazo, kwamba hatuna uwezo wa kusaidia, mjitegemee wenyewe. Mheshimiwa Waziri, hili ninaamini naliona, unalielewa, na ninaamini utafanya jitihada na wataalamu wako ili kutuondoa kwenye utegemezi wa miradi yetu kwa maana ya mikopo. Lakini kwa maana hiyo hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ningekuomba sana kwamba iko phenomenon ya kufikiri kwamba serikali inatakiwa ikae mbali ili kuacha biashara au wafanye biashara wafanye biashara, sisi tuko tunasimamia sera tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeomba kwenye hili pia serikali iliangalie kwamba tukiendelea na hili na sisi tukiamua kukaa mbali, iko siku wafanyabiashara hawa watatuongoza na watafanya wanachokitaka. Kwa hiyo ningeomba wenzetu wataalamu wa mipango walione hilo. Ziko sectors ambazo serikali haiwezi kukaa mbali. Kwa mfano, sekta ya mafuta, kwa maana ya biashara ya mafuta, kwa maana kuingiza na kuuza, serikali tusikae mbali. Kama ambavyo hatukaa mbali kwenye chakula, tunayo akiba ya chakula. Mimi ningeomba kwenye hili serikali iliangalie na tusikae mbali, kwa sababu iko siku watadictate terms na sisi tutakuwa hatuna nafasi, lazima tukubaliane na wao. Lakini kwa maana hiyo hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeomba sana, mipango yetu ni mizuri, tunafanya kazi, lakini ukiangalia kwenye taarifa ya CAG utagundua kwamba ziko fedha nyingi ambazo zinakusanywa lakini haziji kwenye mfumo wa serikali. Kwa hiyo kwenye mipango yetu sisi kama Wizara ya Mipango, maana yake tunapanga lakini hatuendi kuona mwisho matokeo yake yakoje kwenye kila tulichokipanga. Kwa hiyo ombi langu kwenye suala la kupanga tutakusanya nini, nani akusanye nini, naomba kwenye hili mkono wenu uwe mrefu ili kujua kile tunachokipanga kinaingia kwenye mfuko mkuu wa serikali wala hakiingii kwenye mifuko ya wajanja. Ukipitia kwenye taarifa ya CAG, hela nyingi sana haikuingia kwenye mifuko ya serikali. Kwa hiyo inatuondoa kwenye mipango yetu kama serikali kuhakikisha kwamba tulichokipanga ndicho tunachokusanya na si vinginevyo. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeomba sana kwenye hili, nyuma kule tulizungumza hoja ya mifumo. Mwanzoni tulisema mifumo kusomana. Sasa tuondoke kwenye mifumo kusomana, tuondoke kwenye usimamizi wa mifumo, kwamba kuhakikisha kwamba mwanzo mpaka mwisho hakuna mtu katikati hapa anayeweza kutempa ili akachezea hela ya serikali kwa anavyotaka yeye, kwa sababu hili linatuweka vibaya na linaifanya serikali isiweze kutimiza malengo yake, kwa sababu wako wajanja hapo katikati ambao wao wanadhani kwamba mifumo ni ya kwao, wanaichezea wanavyotaka na maana hatuna vya kuwashika. Mheshimiwa Waziri, naomba sana kwenye hili tujipange na tuhakikishe kwamba mnachokipanga hakuna mtu anayetempa. Lakini mwisho kabisa, sio kwa umuhimu wake, Mheshimiwa Waziri, wizara yako ya mipango inapanga kila kitu, sio mapato tuna matumizi, hata amani yetu wizara yako inatakiwa ipange na iweze kuhakikisha kwamba kinachopangwa kinatekelezwa. Kwa mfano, tumesikia hapa Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba kuna makelele kidogo ya mambo ya uchaguzi. Sasa mimi ningeomba sana hili na mkono wenu uwepo ili
tuende sambamba mipango ya uchumi, lakini mipango ya amani ya taifa letu, ili kila mmoja akae kwenye mstari kuhakikisha kwamba hii siasa pia ni sehemu ya mipango yenu. Msiachie kwamba lazima apange fulani. Hapana, bado hii ni mipango ya taifa letu, kwa sababu taifa ambalo halina amani, taifa hili haliwezi kuishi wala haliwezi kusurvive kwa muda mrefu. Lazima mpange kwenye uchumi, lakini mpange kwenye utaratibu wa kuhakikisha kwamba taifa letu linaishi kwa salama na amani, vyama vyote vinashiriki na kuhakikisha kwamba vinaongozwa kwenye utaratibu wa kanuni, taratibu na sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikushukuru sana. Asante sana, na washukuru sana Mheshimiwa wabunge kwa kujali muda. Asanteni sana.